akutoe kwenye kifungo hicho cha magonjwa na taabu na shida, hakutoa kwenye hicho kifungo ambacho kimekufunga, na lengo kuwa anasema kwamba ili apate kukufungua kutoka kwenye kila ulichoandikiwa habari ya kifo. Kwa kuna watu wengine wanaweza kuwa wameandikiwa kufa, lakini unashangaa yuko hai anaendelea kudumu. Kwa sababu gani? Kuna malaika ambaye Mungu alimtuma ili akufungua kutoka kwenye maandiko uliyoandikiwa kwa habari ya kufa kwako. Mungu anakunusuru kwa sababu amemtuma malaika wake hivi akuondolee yale maandiko uliyoandikiwa, yale makitaka uliyokitakiwa kwa habari ya kufa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaweza kuwa tumeandikiwa kufa, si ndio? Sio mimi, ni andiko limesema. Tunaweza kuwa tumeandikiwa kufa. Gambasho amekuandikia ufe kesho. Gambasho amekuandikia ufe kesho kutwa. Lakini unashangaa kesho kutwa unaivuka. Unashangaa kesho unaivuka. Kumbe ni kwa sababu si tunavuka kwa akili zetu, hapana, ila tunavuka kwa msaada wa malaika wanaposhuka na kutufungua kutoka kwenye vifungo tulivyofungwa vya giza. Tunawekwa huru. Tunawekwa huru. Kwa kumbe kazi ya malaika ni kuja kuwafungua watu. Kazi ya malaika anawafungua kutoka kwenye vifungo. Kila ambacho uliandikiwa ufe, anategua ule mtego. Kazi ya malaika ni kutegua mtego watu ili yeye alitimize kusudi la nani? La Mungu juu yako. Tunaelewana wana wa Mungu? Tunaelewana wana wa Mungu? Ndio kazi ya malaika. Malaika hana shushushu. Malaika hafanyi kazi ya ushushushu. Malaika kazi yake anatimiza yaliyo mapenzi ya Mungu. Akiambiwa nendo kaangamiza, anaenda kuangamiza. Lakini kabla kuangamiza, huwa ni watiifu kwa wanadamu. Wanawajulisha kwanza wanadamu. Halo. Kwa ni lazima tuelewe kwamba kuna siri gani ndani ya malaika. Kuna siri gani iliyojificha ndani ya malaika? Siri iliyojificha, malaika ni mtu ambaye ama ni kiumbe ambacho huwa kinamwokoa mwanadamu wakati wa taabu. Huwa kinapindua meza za watesi. Malaika pekee. Si kwamba sisi tunao uwezo wa kupindua meza, ila malaika huwa tunapowaita wanashuka, wanapindua meza za watesi wetu. Tunabaki salama. Tunabaki salama. Anapindua vifo. Uliandikiwa wewe utaugua mpaka kufa. Malaika anapindua hiyo meza ya watesi, akitimiza kusudi la Mungu. Unashangaa tumisha anakuja sio mjua, anakuombea unapona. Umeenda kwa waganga sana, umeenda wapi sana, lakini hukuwahi kupata msaada. Unashangaa fona wetu huyo mtu mchui anakwambia nimetumwa nikuombee, anaweka mkono, unapokea uponyaji. Sio kwamba ni yeye. Mungu anamtumia malaika 100% kwa habari ya kumhudumia mwanadamu. Kwa habari ya kumhudumia mwanadamu anamtumia malaika. Bwana Yesu asifiwe. Soma Mathayo 26. Kwa hiyo malaika huwa anawafungua walioandikiwa kufa. Anawafungua kutoka kwenye hicho kifungo cha msiba.
Toa hiyo mikono kwenye kamera. Bwana Yesu asifiwe. Huwa anaondoa watu kwenye vifungo walivyoandikiwa. Uliandikiwa kuugua, uliandikiwa uwe tasa, uliandikiwa uwe maskini. Malaika anatumwa, anakufungua kutoka kwenye kile utaandikiwa. Kumbe kuna mtu anaweza akaishi kwenye kusudi ambalo sio la kwake. Kuna mtu anaweza akatembea kwenye kusudi ambalo sio